Tuko kwenye siku 16 za kupinga ukatili dhidi ya wanawake na wasichana duniani. Sisi kama serikali tuko pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo na jamii kwa ujumla wake, tukiwa na kauli mbiu ya mwaka huu inayosema tuungane kutokomeza ukatili unaofanyika mtandaoni kwa wanawake na wasichana. Na wenzetu wa shirika la Shalom wamelionyesha hili kwa vitendo. Leo hii wameandaa bonanza hili ili walau kutafuta namna ya kuweza kuifikia jamii, kuhamasisha na kutoa elimu ya kupinga ukatili dhidi ya wanawake na wasichana. Sisi sote ni mashahidi, ukatili umekuwa ukiongezeka kwa kasi sana, hasa ukatili wa mtandaoni na maarufu kama online violence, na ni ukatili ambao unaumiza watoto wengi wa kike na wanawake kwa ujumla wao, na hii ni kwa sababu ya maendeleo na sayansi ya teknolojia yamekuja wakati sisi tayari tupo, yametukuta. Kwa hiyo kuna namna tunashindwa kutumia vizuri fursa za kimtandao, badala yake tunatumia vibaya na tunasababisha matendo ya ukatili kwa jamii yetu. Naitwa Musa Sango. Mimi ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa Ruka Creatives. Ruka Creatives tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja kwa muda mrefu na shirika la Kitaliano lisilo la kiserikali linaitwa Comunità Solidale del Mondo, kwa kifupi COMSO. Na shirika hili limekuwa likifanya majukumu mengi sana kwa kushirikiana na serikali kusaidia jamii katika issues mbalimbali, hasa kwenye yale makundi maalum, mfano walemavu. Walemavu tunajumuisha pia na watu wenye albino, wanawake na watu wenye changamoto za afya ya akili. Tumetumia fursa hii siku hii ya leo tukiungana na dunia nzima katika kuadhimisha siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Na mwaka huu kauli mbiu inajikita kwenye kupinga ukatili wa kimtandao ambao unawakuta hasa wanawake na wasichana. Kwa hiyo tuliona ni jambo la msingi sana kusambaza ujumbe huu kwa kutumia michezo, kwa sababu michezo imekuwa inapewa nafasi kubwa sana hasa kwenye nchi yetu miaka ya karibuni. Wengi mmeona kuna timu za wanawake, tumeona wanawake na wanaweza. Kwa hiyo tukashirikiana na chama cha mpira wa miguu cha Mbeya, tuka-organize pamoja timu 4 za wasichana ambao wameshindana hadi tumepata mshindi ambaye amepata zawadi ya jezi. Tunaamini kupitia tukio hili wataenda kusambaza ujumbe katika sehemu nyingi zaidi. Kwa majina naitwa Harriet Michael Mkondia. Siku ya leo nimefurahi sana, mimi kama msichana, mimi kama mwanamke, pia na wasichana wenzangu ambao tumepewa nafasi ya kushiriki kwenye haya mashindano. Sisi kama wacheza mpira tunashukuru kwa kuwa tumepewa hii nafasi, lakini pia kupitia nafasi hii, kupitia huu muda ambao tumepewa, tunataka kuahidi kwamba sisi tutakuwa wajumbe wazuri kwa wasichana wengine huko nje ambao hawajapata nafasi ya kushiriki mahali hapa. Kwa sisi tutawahamasisha wenyewe kutambua haki zao na kuelewa ni nini mwanamke anapaswa kufanya, anaweza vipi kusimamia haki zake.